Kwa mujibu wa elimu niliyoipata mpaka sasa, mimi mwenyewe kama itatokezea leo nimeacha chuo, basi mimi naweza kujiajiri moja kwa moja. Kwa sababu chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine kipo kivitendo zaidi na sio kinadharia zaidi, yani kipo kivitendo zaidi. Kwa maana sisi tumesoma vitu vingi lakini pia tumefanya practical nyingi. Kikubwa ni zoology kwa sababu ndio inadili na mambo ya wanyama, lakini hata kwenye botany pia sio mbaya kwa sababu pia tuna miti ambayo inapatikana kwenye maji. Ikitokezea nimeajiriwa ni sawa, sikuajiriwa mimi mwenyewe naweza kujiendesha mwenyewe. Isipokuwa serikali yenyewe inipe support kwa sababu kila mtu anahitaji support kwenye mambo ya mitaji ili uweze kuanzisha kile kitu chako ambacho unataka kufanya. Tu katika chuo cha Sokoine University of Agriculture nimekutana na brother. Vipi? Fresh, inakwaje? Kama kawaida. Wanakuita nani ndugu yangu? Kwa jina naitwa Adam Simayame. Uko mwaka wangapi, kozi gani? Mimi niko mwaka wa pili, nasoma shahada ya usimamizi, utunzaji pamoja na ufugaji wa viumbe maji almaarufu kama aquaculture. Aquaculture. Mwaka wa pili. Okay. Aquaculture ni nini kwa mtu ambaye haifahamu? Tukizungumzia aquaculture kiujumla tunazungumzia kuhusiana na ufugaji wa viumbe maji, viumbe vyote ambavyo vinahusiana na maji. Sio tu wanyama, hata miti ambayo inapatikana kwenye mazingira ya maji. Kwa hata vile viumbe vinavyopatikana ndani ya maji pia huwa vinafugwa. Na kozi yake ndio hiyo aquaculture. Kabisa yani. Hata ukiona vile wanaita majongo bahari, mfano mwani, samaki, vile vinafugwa vile vyote vile. Kiboko. Tukizungumzia kiboko, tunaweza kumjumuisha kama ni aquaculture ila ni non conventional aquaculture. Okay. Ni aquaculture ila ni non conventional. Tukisema non conventional maana yake ni viumbe ambao wametelekezwa, ambao jamii tuseme hawajatilia maanani sana, lakini ukiangalia kwa upande wa nyuma wanakuwa na potential zaidi. Wana potential. Ndio. Kwa hiyo tukizungumzia kilimo cha majini maana yake tunazungumzia ni vile viumbe ambavyo ni potential kwa jamii moja kwa moja. Kabisa. Kwa hiyo uko mwaka wa pili? Ndio, mwaka wa pili. Kwa mfano tu ndani ya miaka yako miwili ambayo umeshasoma hiyo aquaculture, una uwezo wa kuacha chuo kwenda kuanzisha taasisi yako? Kwa mujibu wa elimu niliyoipata mpaka sasa, mimi mwenyewe kama itatokezea leo nimeacha chuo, basi mimi naweza kujiajiri moja kwa moja. Kwa sababu chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine kipo kivitendo zaidi na sio kinadharia zaidi, yani kipo kivitendo zaidi. Kwa maana sisi tumesoma vitu vingi lakini pia tumefanya practical nyingi. Kwa hiyo ikitokezea leo nimeacha chuo, naweza kujiajiri na kuwa mtaalamu wa. Tuzungumzie viumbe vinavyopatikana majini ambavyo vinafugika. Samaki, labda mimea muhimu potential, si ndio? Tuanze kumzungumzia samaki. Samaki anahitaji nini ili akue? Samaki kwa mujibu wa tulivyosomeshwa ni kwamba anahitaji kiwango kikubwa cha protini. Kwa maana hata kile chakula ambacho kinaenda kutengenezwa basi kinakuwa na kiwango kikubwa cha protini. Kwa hiyo chakula kiwe kizuri, lakini pia maji ambayo yani tunazungumzia ile medium ambayo yanaishi maji, si ndio hivyo? Maji yanatakiwa yana quality ya kutosha. Tunazungumzia temperature iwe optimal, mambo ya pH, acidity na basicity, pamoja na turbidity, ule transparent ya maji. Turbidity ni nini? Ni transparent, yani tunasema ni transparent ya maji, kama yana uchafu ama yako clear. Yako clear. Yes. Na tunatambuaje maji yenye uchafu na ambayo yako clear kwa afya ya samaki? Kuna vifaa maalum ambavyo vipo kwa ajili ya kupima hiyo turbidity. Yes. Unahisi kozi gani ambayo ni nyepesi ukiachana na aquaculture? Kwanza aquaculture yenyewe sio nyepesi. Kwa hiyo kwa sasa sijaona kozi nyepesi. Kozi zote ni ngumu. Aquaculture inamhitaji mwanafunzi wa aina gani? Aquaculture inamhitaji mwanafunzi ambaye anaweza kujitolea, kwa sababu kama nilivyozungumza mwanzo kwamba ipo kivitendo zaidi. Kwa maana kiwe mtu wa kujitolea, kwenye practical session ushiriki vya kutosha ili uweze kupata hiyo skills ya kutosha. Kwa sababu aquaculture ni iko practically generally, si ndio? Ndio. Sio theoretically. Manake kwa maana hiyo manake ndani ya miaka miwili unaweza ukaanzisha. Naweza kuanzisha shamba langu kabisa la samaki hapa na nikaa mtaalamu kabisa samaki. Unafikiri mwanafunzi ambaye anatamani kusomea hii aquaculture, kilimo cha blue, kilimo cha majini, anahitaji nini zaidi? Anahitaji nini kutoka ngazi ya labda form 6 au ngazi ya form 4? Masomo gani muhimu ambayo anatakiwa kusoma? Actually unatakiwa uwe kwenye biology uwe vizuri, kwa sababu tunaenda kuzungumza kwenye viumbe, na ukizungumzia viumbe maana yake ni biolojia. Maana hiyo kwenye zootony na kwenye botany na zoology. Zoology na botany. Na botany. Lakini kikubwa ni zoology kwa sababu ndio inadili na mambo ya wanyama, lakini hata kwenye botany pia sio mbaya kwa sababu pia tuna miti ambayo inapatikana kwenye maji. Kwa maana yake huku Sokoine ukifika ngazi ya chuo kikuu tunazisoma za kiundani zoology and botany.
Kabisa. Ndo kilimo chenyewe. Ndo kilimo chenyewe kabisa. Sasa swali langu la mwisho ndugu yangu. Ndani ya miaka 5 unategemea kuwa wapi? Kwenye miaka 5 ijayo, future yangu naiona mbali. Kwamba ikitokezea labda nimemaliza kwa sababu niko mwaka wa pili. Kwa mwaka wa 3 nategemea kumaliza mwakani hapo Mungu akipenda. Mwezi wa 7. Yeah. Kwa kama ikitokea nimemaliza vizuri na serikali ikinipa nafasi ya kuniajiri, basi itakuwa vizuri. Ila ikitokea serikali haikunipa nafasi kwenye nini zao, basi mimi mwenyewe naweza kujiajiri. Kwani mpaka uajiriwe bana? Na sio lazima. Vibali venyewe sio nini, wewe tayari mtu professional, serikali iko tayari kukupa vibali na ukafanya shughuli zako. Kabisa. Kwa hiyo ikitokezea nimeajiriwa ni sawa, sikuajiriwa mimi mwenyewe naweza kujiendesha mwenyewe. Isipokuwa serikali yenyewe inipe support, kwa sababu kila mtu anahitaji support kwenye mambo ya mitaji ili uweze kuanzisha kile kitu chako ambacho unataka kukifanya. Kwa mfano sasa hivi ndugu yangu tunakupa milioni 500 hizi hapa pap. Kitu cha kwanza kufanya kitakuwa kitu gani kwenye maisha yako? Kitu cha kwanza mimi nitatafuta watu ambao wamenitangulia kwanza, kwa sababu wana experience zaidi yangu mimi. Kwa hiyo nitatafuta wale watu, nitawauliza nini nifanye, watakacho nishauri wao, nitaenda ukifanya. Wewe mtu akusikiza ushauri sana. Panapohitaji ushauri itabidi lazima usikilize ushauri, kwa sababu wale hapo milioni 500 ziko ndani, unaenda kuomba kwanza ushauri. Kabisa, ni huwezi kuzitumia tu, kwa sababu kila kitu kinahitaji plan. Kwa hiyo ukimaliza, maana kwa walio kuzidi wale ndio watakuwa na plan. Plani mwenyewe unazo, ila wao wakikupa ushauri ni vizuri zaidi, kwa sababu unaenda kuongeza kitu, kwa sababu wao wana experience ya kutosha, wao ni wakubwa, wamekuzidi, kwa hiyo watakufahamisha kutokana na kiwango cha pesa ulichonacho, basi anzia pale, nenda pale, alafu malizia pale. Sio kwamba watakupoteza ndugu yangu. Hawezi kupoteza. Kaka, shukrani.